السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تدركوا إماء الله أو كما قال. Ndugu zangu katika imani, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kwa neema nyingi ambazo ametupa, neema ya Uislamu. Na siku zote tutasema kwamba Uislamu ni neema kubwa sana, na pia neema ya afya, kwa sababu katika kila neema ya khairi au ya shari, basi unapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna ambacho kinatokea katika hii dunia isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria kitokee. Kwa hiyo ikiwa ni shari, basi jua ni khairi, na ikiwa ni khairi, zidi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, bado tuko katika siku zaidi. Leo ni siku ya tatu, kesho ndio siku ya mwisho insha Allah Ta'ala. Kwa hiyo leo pia ni siku ya Eid. Yule ambaye bado ana mbuzi wake, ana kondoo wake, bado ana haki ya kuchinja, bado ana nafasi ya kuchinja. Kuchinja kunaisha kesho baada salati al-asr. Hapo ndio mwisho sasa, jua likishazama ndio watu itakuwa sasa hakuna ruhusa ya kuchinja. Lakini kama bado wataka kuchinja, unaweza kuchinja kuanzia hivi sasa mpaka hapo kesho inshallah. Kwa hiyo bado tuko ndani ya siku ya Eid, na tuko ndani ya Ijumaa, siku ya Eid vile vile. Kwa hiyo tuko kwenye Eid mbili, Eid ya Ijumaa na Eid ya Adha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie zile saumu zetu ambazo tumefunga katika mwezi huu, zile siku 9, ajalie Allah Subhanahu wa Ta'ala amezikubali, na yale yote ambayo tunafanya mazuri, tumesoma Qur'ani, tumetoa sadaqa, tumeleta adhkar, Allah Subhanahu wa Ta'ala azikubali sadaka zetu zile, azikubali adhkar zetu zile, kwa sababu sisi tulifanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, tumekusudia katika juma yetu hii kuzungumzia madha nataallam min qissati Ibrahim. Madha nataallamu min qissati sayyidina Ibrahim. Tunajifunza nini katika kisa cha baba yetu Ibrahim? Tunapata mafunzo gani katika hiki kisa cha Nabii Allah Ibrahim? Kwa sababu hii ni historia ambayo imejipamba na dini ndani yake, imejipamba na sifa nyingi nzuri ndani yake. Sasa mimi na wewe kama Waislamu tunachukua mafunzo gani kutoka kwa kisa hiki? Tunachukua mafunzo gani kutoka kwa baba yetu Ibrahim? Tunachukua mafunzo gani kutoka kwa kijana wake Ismail? Tunachukua mafunzo gani kutokana na mke wake Bibi Hajar? Unajifunza nini wewe kama Muislamu? Kwa sababu lengo si watu kuelezewa kisa tu wakafurahikia ilivyokuwa, la, lengo umejifunza nini?
Kitu gani pale umejifunza katika maisha yako ya hivi sasa? Au kitu gani unaona mimi hiki nitakitumia katika maisha yangu ya baadaye? Au kitu gani unaona hiki nitajipambana nacho mimi kama Muislamu, niwe na sifa hiyo, niwe na tabia hiyo? Sasa unajifunza nini? Kwa sababu wakati ule tulieleza kisa hiki mwanzo mwisho. Lakini je, katika huko kuelezewa kisa hiki ulijifunza nini? Ndio maana yetu sasa. Madha nataallamu min qissati sayyidina Ibrahim. Tunajifunza nini katika historia na kisa cha baba yetu Ibrahim? Ndugu zangu, kuna mengi ya kujifunza. Kuna mengi ya kuchukua katika kisa hiki. Mengi sana. Lakini mimi nimenukuu baadhi. Nimenukuu takriban mafunzo 20. Lakini haya mafunzo 20 pia hawezi kuelezwa kwa siku ya leo peke yake. Kwa sababu pia ni mengi kwa muda wa Ijumaa. Nitaeleza tu yale ambayo Mwenyezi Mungu atanijalia niyaeleze. Sitosema ni mawili, sitosema ni matatu, sitosema ni manne. Yale ambayo Allah atajalia ndio nimeweza kuyazungumza, basi itakuwa ni hayo tu. Tukijaliwa tena tutaendelea. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie masikio yetu yaweze kufunguka kwa ajili ya kusikiliza na nafsi zetu ziweze kufunguka kwa ajili ya kufahamu. Unanua siku zote unaweza kuwa unasikiliza lakini usifahamu. Unaweza soma lakini usifahamu. Ndio maana Mtume mwenyewe miongoni mwa dua zake alizokuwa akisoma mara kwa mara akisema, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mwenyezi Mungu niruzuku elimu mimi, nizidishie elimu. Amomba Mwenyezi Mungu amzidishie elimu. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala amruzuku pia nafahamu. Maana unaweza kuwa na elimu lakini ukawa hujaifahamu ile elimu yako. Hujui chenye umekisoma ni kitu gani. Lakini unapokuwa umefahamu sasa, ndio pale utaona sasa unaweza kuitumia ile elimu inavyostahili kwa sababu umefahamu. Kwa hiyo na sisi Mwenyezi Mungu atupatie nafsi za kufahamu. Uende ukasikiliza lakini usishike chochote. Au usielewe chochote. Ndio maana hata masahaba walikuwa wakikaa na Mtume, kuna baadhi ya maswali wanamuuliza mahali akaona hapa sijaelewa, anauliza. Kwa hiyo kuna haja sana watu kuzieka tayari nafsi zao kuweza kujua kinachozungumzwa ni kitu gani na lengo na madhumuni ni kitu gani, ndio kufahamu sasa. Moja kati ya mafunzo ambayo tunayapata katika kisa cha baba yetu Nabii Allah Ibrahim, takrimu al-mar'at, kuheshimiwa mwanamke, kutukuzwa mwanamke. Kwa sababu ilizoeleka huko nyuma na sasa hivi karne hii yetu ya 24 kwamba kiumbe kinachoitwa mwanamke hakina thamani katika hali yoyote. Hakina thamani nyumbani, hakina thamani kazini, hakina thamani kwa jamii. Hiyo imezoeleka. Na ndio tumeingizwa fikra hiyo mpaka ndani ya Uislamu. Naona. Lakini ukisoma kisa cha Nabii Allah Ibrahim, unapata pale ndani anaheshimiwa mwanamke, anatukuzwa mwanamke.
Bibi Hajar ambaye ndio mke wake, alipokuwa maji yamemwishia na kijana wake Ismail anasikia kiu, akasimama yule mama akawa anatembea baina ya majabali mawili, lakini anatafuta maji katika hali hiyo. Sasa kule kwenda kwake Safa na Marwa, katika hali ya kumtafutia kijana wake maji, historia imebaki hivyo tangu zama hizo mpaka sasa hivi. Ukisoma Qur'ani lazima utapitia kisa kama hiki, utamuona Bibi Hajara anaenda baina Safa wal Marwa, anafanya sa'i. Inna Safa wal Marwa min sha'airillah, faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Hakika Safa na Marwa katika shi'ar, alama. Kwa hiyo yule ambaye ataenda kuwa yuko Makka kwa ajili ya hija au kwa ajili ya umra, basi lazima afanye tawaf. Miongoni mwa nguzo za hija, na nguzo za umra ni kwenda baina Safa wal Marwa. Nani alisababisha kitendo hiki mpaka leo mahujaji wanaenda wanakifanya? Ni mwanamke. Ilikuwa yatosha kifanyike tu alafu isahaulike, lakini kwa ajili ya kumpa heshima yule mwanamke, Mwenyezi Mungu amekijalia ni nguzo katika dini, nguzo katika Uislamu. Lazima ukienda kule unatekeleza kitendo hicho ambacho kilitekelezwa na mwanamke. Lakini utakuta wengine wanasema jambo analofanya mwanamke mimi kama mwanaume siwezi fanya. Siwezi bwana. Itakuwaje afanye kama mimi nilifanya? Lakini Qur'ani inatufundisha kwamba ikramul mar'a, kumheshimu na kumtukuza mwanamke ndio dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali ya kumheshimu mwanamke alisema la tadribu ima Allah, usiwapige wanawake. Alikuwa akiletwa mashtaka kama kuna watu wanawapiga wake zao, wapige kweli. Mtume akawa anakasirika, kuonyesha kwamba hili jambo haliko katika dini, si katika dini, kwa sababu yeye mwenyewe maisha yake yote hajawahi kupiga mwanamke. Na Aisha anatueleza hivi, hajawahi Mtume kuinua mkono kupiga kitu chochote, si mwanamke, si mfanyakazi wake. Kwa sababu gani? Mtume anatufundisha tuwe na heshima. Hata wao pia ni binadamu. Tusiwe kama Makuraish zamani walipokuwa mwanamke mmoja wanamchukua watu kadhaa, wanaenda kucheza naye, wanaenda kumtumia. Umekuja Uislamu umemtukuza mwanamke, umeondoa vitu vyote hivi, ikrama la, kwa sababu ya heshima. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anamheshimisha mke wa Nabii Ibrahim mpaka leo. Watu kila kule, mimi nimeenda kufanya umra, lazima ufanye sa'i. Mimi nimeenda hija, lazima uzunguke Safa na Marwa, lazima. Basi na sisi ndugu zangu, kiumbe kinachoitwa mwanamke kinahitaji heshima kubwa sana. Kama nasema muogopeni Mwenyezi Mungu kwa hawa wanawake, fa innahunna awanu lakum, kwa sababu wao ni wasaidizi wenu nyinyi. Wao wasaidizi wenu. Lazima umche Mwenyezi Mungu kwa hao wanawake. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Qur'an imesema wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao kwa wema.
Wangapi na wangapi wanalalamika nyumbani? Ndio maana zimewekwa ofisi za kazi. Japo wao wanaogopa. Anaogopa kwenda kwa kazi kueleza matatizo yake. Iko yamedumu sana, nenda kwa kazi. Kwa sababu Uislamu sheria yake iko wazi. Sheria ya Uislamu iko wazi. Iko unaona hapo unapokaa pamoja na huyo mwenzako hakuna maelewano. Masikizano hakuna, miaka imepita bado vurugu tu. Nenda kwa kazi. Kule kwa kazi kuna kipengele maalum katika zile aksamu talaq. Vigawanyiko vya talaka. Kuna moja katika talaka inaitwa al-khulu. Khulu ni talaka ambayo mwanamke anaenda kwa kadhi, anaomba yule kadhi amtoe katika ile ndoa. Inaitwa al-khulu. Hii ni haki ya mwanamke. Lakini dada zetu hawafahamu maskini. Anabaki miaka 40 anateseka tu kwenye ndoa. Kumbe katika sheria kuna haki yake anayokipigania. Sana kabisa. Muhimu sana tuwasomeshi dada zetu wallahi. Muhimu sana. Kwa sababu hawajasoma ndio haya mambo hawayajui, anateseka kule. Lakini kama ingekuwa wana hera ya kusoma dini, lazima atafahamu jambo kama hili. Hivi mnajua mwanamke wakati wa kufunga ndoa pale anaruhusiwa kutoa masharti yake? Na nao wanawake watajua hivi. Nimekwisha. Lakini hawajui. Kwa sababu ndoa haifungwi mpaka idhini ya mke. Kweli sio? Mpaka idhini, kadhi aende akachukue idhini kwa yule binti. Mahali yametolewa, hayajatolewa. Chakula chapikwa au chakula hakipikwa. Hashikwi mkono bwana harusi mpaka kadhi apate idhini kwa yule anayeolewa. Sasa binti akikubali hapa sana, na mimi na masharti yangu, mume wangu anataka asioe mke mwingine mpaka nife. Yakubalika. Sasa mwanaume ni enda unitetee ama ukubali. Lakini usiseme kwamba hakuna sheria iko. Sasa kwa binti zetu, dada zetu, tusomeshe ni dini. Mambo mengine kule ndani ya ndoa yatakuwa sahali kwa sababu wanayajua, watakuwa na haki ya kujitetea. Lakini mwanamke hajui nini, anateseka kweli. Nenda kwa kazi, kuna khulu. Kuna khulu kule. Unajivua. Sasa kila alichokupa mwanamume unamrudishia. Au kila ambacho yule mume wako atasema nipe. Sasa kujitoa katika hii ndoa, hutaki kuwa na mimba, nataka kujitoa, basi nipe kitu kadhaa. Chakula mpatie, utakuwa umejitoa hiyo. Lakini nani anajua haki? Uislamu umekuja kuweka haki hii kwa sababu ya kumheshimisha mwanamke. Heshima. Kwa hiyo ndugu zangu, tulizingatie hili jambo. Hiyo ni moja katika mafunzo ya kisa hiki. Funzo la pili katika kisa hiki, tunajifunza kwamba Nabii Allah Ibrahim alipopatwa na shida ya kwamba watu wameambiwa wakusanye kuni ili aweze kutupwa katika moto ule. Sasa tunajua sasa Nabii Allah Ibrahim alipoona mimi hapa sina otherwise, hawa bwana siwezi tena, watanishinda tu, ndio wameungana, niko peke yangu.
akaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah ibn Abbas anasema maneno ya mwisho aliyoyaongea Nabii Allah Ibrahim, kwa sababu ule moto ulikuwa ni mkali, kuni zileko kwa siku 40, watu wanaita kuni tu 40 days kwa ajili ya kutoa kijana mdogo sana Nabii Allah Ibrahim. Walipowasha ule moto ni mwingi mkali sana, ikawa hawawezi kumshika wao kumpeleka kule kwenye moto kwa sababu ule mvuke ni mkali. Wakatengeneza kitu kinaitwa manjaniq. Manjaniq ni ala ambayo anachukuliwa mtu anawekwa pale alafu anarushwa hivyo. Kwa hiyo Nabii Allah Ibrahim alipokuwa amewekwa katika manjaniki anatupwa kwenye moto, kuna maneno alisema hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Mwenyezi Mungu ndo wanitosha, na wewe ndo neema ya wakili wangu, wewe ndo wakili wangu. Si hawa wameamua kuniangamiza, basi Allah anakutegemea wewe ndo wakili wangu katika jambo hili. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Tuzangu, haya maneno ni mazito sana, utaona madogo sana, hasbi Allah wa ni'mal wakeel, lakini haya maneno yana siri kubwa sana. Si Mwenyezi Mungu kwa sababu ya haya maneno aliyotamka Nabii Allah Ibrahim, Qur'an inasema fa'anjahu min, Mwenyezi Mungu akamwokoa na ule moto. Si kwamba alimtoa, Mwenyezi Mungu alikubali aingie katika ule moto. Anataka kuonyesha nguvu yake Allah, akaingia pale. Alipofika ndani ya moto Nabii Allah Ibrahim, moto tayari Allah shawaambia kitambo sana, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Moto wewe kuwa baridi, kisha baridi ya salama, kwa sababu kuna baridi nyingine ya kuua, lakini nataka uwe baridi ya salama kama Nabii Allah Ibrahim. Kwa sababu ya maneno haya tu, hasbi Allah wa ni'mal wakeel, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa ulinzi Nabii Allah Ibrahim. Zile kamba walizokuwa wamefunga mikononi na miguuni ndio ziliungua, lakini yeye akabaki hajagusa na moto mahali popote. Kwa hiyo unajifunza nini hapa? Unajifunza wa kuomba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kutegemewa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sitegemea mwingine. Pata tatizo, wasiwasi, hofu, mlilie Allah, mlilie Mwenyezi Mungu, Allah atakutoa katika tatizo, atakutoa. Wewe kwa imani tuna ikhlas, wallahi billahi Allah anakutoa katika tatizo. Na miongoni mwa funzo la tatu ambalo tunajifunza katika kisa cha Nabii Allah Ibrahim, asabru ala al-adha, kusubiri kutokana na maudhi, min al-khalq, kutokana kwa viumbe. Usubirie maudhi ambayo yanatoka kwa viumbe wenzako kama wewe. Yaani maudhi unayopata kutoka kwa binadamu. Tunajifunza katika kisa hiki uwe na subra. Nabii Allah Ibrahim alisubiri. Usione kwamba lile lilikuwa halimuumizi, alikuwa anaumia, lakini akajipamba na sifa ya kusubiri. Iko huna sifa hii ya subra, ndugu yangu, dunia utaona chungu siku zote. Utaona kila binadamu wewe ni mbaya kwa sababu huna subra. Lakini ukijipamba na sifa ya subra, basi mengine kwako yatakuwa kawaida kabisa. Kawaida.
Mwanadamu katika maisha yake amezungukwa na watu wanne. Mwanadamu katika maisha yake amezungukwa na watu wanne. Mwanadamu lazima awe na maadui. Kweli sivyo? Kweli. Mwanadamu lazima awe na marafiki. Kweli si kweli? Kweli. Mwanadamu lazima kando yake, karibu yake kutakuwa na wengine ni wajinga. Kweli si kweli? Na lazima wanne karibu yake ama kando yake lazima kutakuwa na wengine wana elimu. Na hii ni kila mahali. Ukienda Nairobi kuna wajinga pia huko. Kuna wasomi, kuna maadui, kuna marafiki. Ukienda Mombasa kuna wajinga pia huko. Kuna wasomi, kuna marafiki, kuna maadui. Hao wote wametuzunguka sisi. Ndio maana wanazuoni wakasema ishi utakavyoishi, lakini vitu hivi vinne lazima vitapata. Eda wewe ni mwalimu wa dini, eda ni mwalimu wa shule, eda ni mwanadamu wa kawaida, eda ni mwanamume, eda ni mwanamke. Vitu hivi vinne vitakupata katika maisha yako. Cha kwanza, shamatatul aada. Asma maneno mazuri. Cha kwanza, shamatatul aada. Matusi kutoka kwa maadui zako. Tatukana. Hilo la kwanza. Hata ufanye nini? Utapata tu matusi. Anza kufanya hivi, utapata tu matusi. Hiyo ni kawaida. Sasa usipokuwa na supa, kwamba kila anayekutusi atakapomrudishia, unakosea ndugu yangu. Sayyidina Abu Bakar wakati mmoja alikuwa amekaa na Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wengine. Akaja bwana mmoja akawa anamtukana Abubakar Siddiq. Anamtukana kweli matusi makali. Masahaba kimya. Abubakar anatukana mbele ya masahaba, mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila kitukana Mtume anafurahia. Mtume anacheka. Yule bwana haachi, anatupa matusi. Abubakar alipoona bwana kazidi sasa huko, naye akaanza kumrudishia sasa mwenyewe. Mjinga mwenyewe akaanza kurudisha matusi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakasirika. Akainuka pale akaenda zake. Mtume aliinuka akaenda zake. Abubakar akamfuata, Rasulullah, yule bwana alikuwa ananitukana, unafurahia, na mrudishia umekasirika, unainuka. Kuna nini ya Rasulullah? Kwani nimefanya makosa? Yeye ndio alikuwa akinitukana mimi ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, mimi nilikuwa sifurahii kwamba yeye yakutukana. Mimi nilikuwa nafurahia kwa sababu yule bwana alipoanza kukutukana, Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha malaika kwa ajili ya kumjibu. Msalie Mtume. Yule bwana alipoanza tu kukutukana tu, Allah akaleta malaika akujibishie. Ndio maana mimi nilikuwa nafurahi. Kila kitu kana anajua na malaika. Kila kitu kana anajua na malaika.
Nikanafurahi. Lakini ulipoanza kurudisha wewe, malaika akaondoka na mimi sikai mahali malaika haipo. Msalie. Mimi nikaondoka. Nijifunza nini hapa? Kuwa kimya. Hata utukane mara ngapi, hata kutukane vipi, jipatie subira ya kunyamaza. Ni kheri kwako. Kisha anasema wanazuoni, malamatul asdiqa, ili jambo la pili lazima utalipata katika hii dunia. Malamatul asdiqa, kulaumiwa na marafiki. Marafiki wanakulaumu tu. Wewe unafanya hivi, kwanza unafanya nini hivi? Wewe una kitu, jambo gani unafanya? Yaani utalaumiwa tu. Umepatia, watakulaumu. Umekosea, watakulaumu, utalaumiwa. Ila lazima ulijue hilo litakupata. Enda wewe ni ustadi, enda wewe ni shekhe, enda wewe ni mfanyabiashara, wewe ni nani utakaofungua, lazima baadhi ya marafiki zako ukifanya jambo lazima tu wakulaumu. Ili wakufundishe nini? Tamaa. Wakutoe ile khaira. Ndipo baadhi ya marafiki wako hivyo. Anakuvunja moyo. Sasa hiyo ujue lazima niko. Maana tu asdaka. Sasa usipokuwa na subra, kila mtu atakuwa adui yako. Usipokuwa na subra, kila mtu atakuwa adui yako. Sasa jipambe na subra. Jambo la tatu anasema wanazuoni, ambalo lazima litakupata tu. Ta'anul juhala. Ta'anul juhala. Wajinga watakutia tu aibu. Utatafuta tu aibu tu fulani tu ianze kuenezwa. Ila zote utakupata katika maisha. Wewe ni ustadi, wewe ni shekhe, wewe ni mfanyabiashara, wewe utakapokuwa lazima utatafuta kijaibu fulani tu. Watu wakikando wanazungumza, yule hivi ama. Lazima usipokuwa na subra utaharibu. Kuna vitu vingine ufai kujibisha. Kuna vitu vingine ufai kujibisha. Hata Mtume alikuwa hasikila kitu anakemea. Kuna vingine alikuwa ananyamaza. Mtume ilikuwa si kila kitu anakemea, kila kiona tu. Wengine alikuwa ananyamazia. Si hawezi kukemea, siwezi hawezi kuondoa, lakini kuna vitu vingine vinaondolewa kwa kunyamaza. Sasa vitu kama hivi vitakupitia wewe, tutakuzuia kitu. Wakutia aibu. Jamii kuona ufai, jamii kuona wewe una mwelekeo, una mpango, ustahiki. Hivi vitu viko katika maisha utakupata tu kama hizo. Sasa tunafundisha hapa. Kisha tamisha anachosema wanazuoni kwamba tutakupata katika maisha yako. Hasadul ulama. Kama wewe ni ustadi ama wewe ni shekhe, lazima maustadi wenzako na mashekhe wenzako watakuonea husda. Ndio ujue hivyo. Lazima mashekhe wenzako watakuonea husda, watakuonea wivu, takutilia fitna kwa sababu ya kijicho chao na hasadi yao. Usipokuwa na subra, basi utaongea na mtu yote katika mustala. Usipokuwa na subra, utaongea na shekhe yote
Lakini ukipamba na subra, utacheka na wao, utatembea na wao, utakula na wao, utacheka na wao. So subra kitu muhimu sana. Allah subra kitu muhimu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ajaban li amri almu'min, ajabu kwa jambo la mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Hadith sahihi katika Riyadh as-Salihin na Zainab. Mtume anasema ajaban li amri almu'min, ni ajabu kwa mu'min, inna amrahu lahu khair, mambo yake yote ni khair. Mu'min lakini kwa nini mu'min mwenye imani ya sawasawa, kwa nini mambo yake yote ni khair? Kwa nini? Mtume anasema, anatoa sababu. Mtume anaeleza sababu ni nini. Anasema inna sabahu sharra sabara fakana khairan lahu, kwa sababu likimpata baya anasubiri ni khairi hiyo. Wa in asabahu khair shakara fakana khairan lahu, na likimpata jambo zuri anashukuru ni khairi nyingine hiyo. Aisha bali amri mu'min, hata kama umesema hivyo, kila kitu wewe kwako ni sawa. Likupata zuri alhamdulillah, likupata khairi alhamdulillah. Ndio muumini wa kweli anakuwa hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi nyingine, anasema idha sajatuka hasanatuka. Sasa Mtume anasema idha sallatuka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Ukitaka kujipima imani yako ni kiasi gani, tubayaridi kipimo cha imani yako ni kiasi gani, ni hii hadithi ya Mtume. Mtume anasema idha sarratuka hasanatuka, yakikufurahisha mazuri yako, mema yako, wasa'atka sayyi'atuka, na akakupa huzuni, ukawa huna raha, yale mabaya yako, fa anta mu'min. Wewe kweli ni muumini, wewe kweli una imani. Yani mazuri yakakufurahisha na mabaya yakakuhuzunisha, wewe una imani moja kwa moja. Na huwezi kuona imani alafu ukose subra, muhali, haiwezekani. Sabr ala usubiri, kwa sababu maudhi yatakufuata. Kisha somo lingine ambalo tunajifundisha toka kisa hiki cha Allah Ibrahim, somo la 4, antabda bid'awati aqrabil aqrabin. Wakati unaomba usisahau kuombea dua watu wako wa karibu. Usisahau katika dua yako zote ambazo unatia, ni baada ya sala au wapi, wakati unatia maombi yako yale, usisahau kutia ndani pale mtu, babako, mamako, dada yako, wale watu akrabin, tia pale. Najua Allah Ibrahim alianza na baba, alianza na babake, akamfuata babake, anamwambia ya abati la ta'budu shaitan, baba acha usiabudu shetani, anampa dawa. Lakini hapa kuna funzo pia unajifunza. Sikiliza alipomwita ya abati, subhanallah, tamu sana hiyo ya abati, baba yangu kipenzi. Wewe wako unamwita Yabuda,
Sana sisi mambo gani sasa? Muda ndo nini sasa? Usikupate bwana, sikuelewi. Sana. Na yule Allah Ibrahim anatufundisha mpaka namna ya kuzungumza na mzazi. Wewe mzazi wako unazungumza naye vipi? Alafu ukikaa unakaa naye vipi mzazi wako? Unakaa huko juu, unategemea makosa. Umekaa na mzazi wako afu umekaa umetegemea hivi, makosa. Si heshima hiyo. Sasa niulize, ona kaaje? Umetegemea mguu uko juu, alafu kuna simu. Unajua mzee bana, kule shule Kristo anasema nataka fees. Unaangalia simu alafu unaongea na mzee. Aish. Sisi adabu. Sasa katika kuomba dua, usimsahau baba yako. Sababu Ibrahim alimwombea baba yake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuongoze. Amtoe katika ule ushirikina hadi katika haki. Sisi maajabu baba ndo anatolewa katika Uislamu anapelekwa katika ushirikina. Si lazima uchukue mafunzo hapa. Mwombe babako. Umeona hajashika dini vizuri, anaangamia, mtie dua. Mwombe kwa Allah. Mwombe kwa Allah. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anaitikia dua. Basi mwombe kwa Allah na yeye. Kama vile wewe umepata hidayah, umepata uongofu, basi na yeye pia muombe. Usimwache angalie. Yeye mambo ya kuachana haijafika bado, kuachana ni kiama huko. Uko kiama ndio tutaachana huko. Ya umeafiru maru. Ndio huko sasa. Lakini hapa bado usimwache, shike mkono. Baba, sasa hivi wakati wa sala mama. Kwanza na sikiti. Wanaja. Lakini sisi tunamwacha baba, ndio msikiti bwana angalia huko. Kwa nini hataki kusali? Ambe baba afunge. Sawa? Naam. Basi hilo ni funzo unachukua mwanadamu unaishi nalo katika maisha yako. Funzo lingine la 5. Anna nasa yatafawatuna fil imtithali wal inqiyad li awamirillah. Funzo lingine la 5 tunajifunza kwamba katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu wakaso mbili. Kuna wale ambao ni haraka kutekeleza maamrisho ya Allah na kuna wale ambao wanaati wanasita kwanza. Hao wana ile haraka ya kutekeleza amri ya Allah. Na ndio maana ni daa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazozileta kwa wale ambao wana haraka kufanya mambo yake, anaongeza na sifa nyingine ya imani. Ilikuja sasa ni swala la kufunga Ramadhani, Mwenyezi Mungu ameingiza imani pale ndani. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam. Kwa sababu nini? Alikuwa na imani ndio haraka wa kufanya. Ndio anasikia na kutenda. Sasa Nabii Ibrahim kwa kuwa alikuwa na imani, alipoambiwa mchinje mwanae, akamweka chini anataka kumchinja. Lakini tizama wale ambao walikuwa hawana imani ilikuwaje? Sasa tunasoma Qur'an. Nabii Musa aliwaambia watu wake, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Mwenyezi Mungu anawaamrisha chinjeni ng'ombe. Yote mnajua nilieleza hapo nyuma. Walichinja? Hawakuchinja kwa sababu gani? Sifatul iman khawiyat qulubi. Hakuna sifa ya imani katika nafsi zao. Hakuna. Ikawa sasa badala ya kutekeleza wachinje, kwa sababu mambo chinjeni ng'ombe, jambo
jambo rahisi kabisa, lakini wao wakalifanya liwe zito. Wakaanza kumuuliza, wakamwambia Nabii Allah Musa, unatuchezea shere, unatufanyia matani, sisi tunakutuma ukamuulize Mungu atuambie nani kaua huyu aliouawa, alafu unatuambia tuchinje ng'ombe wapi na wapi? Sasa kujua aliouliwa, kujua muuaji na kuchinja ng'ombe wapi na wapi? Musa, wapi na wapi? Kumbe hapo ndo kuna jibu. Hapa kuna jibu. Wakaanza kuuliza, sasa ng'ombe ana rangi gani? Sasa kadri walipokuwa wanauliza na maswali ni magumu. Kama ng'ombe ni safara, ng'ombe wa rangi ya njano. Ushamuona huyo? Tembea dunia nzima umuone huyo ng'ombe. Inakupa challenge. Tembea dunia nzima umpate huyo ng'ombe. Wanjano. Unampata. Halafu huyo ng'ombe bikira au ni tayyib? Wakaambia awanu baina dhalika. Wakati nakati. Haya. Jamani, kuna ng'ombe wakati nakati. Si aidha ni bikira au si? Huyu wakati yupi? Sasa mwisho sasa Qur'an yasema fadhabahuha wa magadu yafalu, wakamchinja, lakini kidogo tu walipowasichinja yule ng'ombe, kwa sababu walipata shida wenyewe, lakini walimtafuta kwa shida wakaenda kumpata. Kisa kilitekeleza kwa ufupi sana hapo, lakini bado chaendelea. Baada ya kupatikana yule ng'ombe ilikuwaje? Bado endelea kitu kisa. Kwa hiyo ndugu zangu, tuweni katika wale ambao wako haraka kutekeleza maamrisho yao, kwa sababu wao ndio kweli wana imani, kwa sababu wao ndio kweli wanapenda Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha jambo la sita katika yale ambayo tunajifunza, binaa al-maali fi dunya yajlibu maali al-akhirah. Kujenga katika dunia yako basi kuna kuletea jengo katika akhira yako. Hapa duniani ukijenga kwa ajili ya Allah, basi hata huko akhira Allah atakujengea kwa ajili yako. Binaul ma'ad fi dunya yajlibu ma'ad al-akhirah. Nabii Allah Ibrahim alijenga Kaaba. Mwenyezi Mungu alimpa nini? Alipojenga al-Kaaba Nabii Allah Ibrahim, Mwenyezi Mungu akamwekea Baitul Ma'mur katika wingu ya 7. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika safari yake ya Mi'raj, si safari ya Isra ni hapa ardhini, safari ya Mi'raj kutoka Baitul Maqdis mpaka Sidratul Muntaha akaendelea. Alipofika Baitul Ma'mur, alimkuta pale Nabii Allah Ibrahim katika mwenye raha mstarehe. Alipofika pale akaona pia kila siku katika Baitul Ma'mur kunaingia malaika 70,000. Na wale ambao wataingia leo hawaingii tena mpaka kiyama, na kila siku wanaingia. Hata leo wameingia 70,000. Wataondoka. Kesho wanaingia wengine 70,000 mpaka kiyama. Malaika wangapi? Tangu dunia ilipoumbwa mpaka sasa hivi dunia yaendelea mpaka kiyama. Hebu hesabu katika akili yako malaika wangapi? Hawa ndio wale ambao wanaenda Baitul Ma'mur. Sijakwambia wa motoni, sijakwambia wa peponi, sijakwambia wale ambao wako nao wewe.
Malaika ni wangapi? Kwa sababu kuna malaika wanaitwa hufadha. Kila mtu anao malaika. Hatuko na hao wawili tu shekhe. Tuko na malaika wengi sisi. Acha ndio na rakibu na pekee hapana. Uko na malaika wengi. Lakini hii atakayejibu kuna rakibu na atid. Hao wawili. Kuna katika moyo wako kuna malaika anaitwa mulhama. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Anaitwa mulhama. Katika nafsi yako kuna malaika. Katika akili yako kuna malaika anaitwa Karim. Katika masikio yako left right kuna malaika. Katika tumbo yako ya pua ya huko na ya huko kuna malaika. Katika mdomo wako wa juu na wa chini kuna malaika. Alafu kuna wale hufadha. Sasa na hao hufadha hawajulikani ni wangapi. Allah mwenyewe anajua ni wangapi. Sasa ni wangapi malaika? Wengi sana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kitendo chake kujenga al-Kaaba, Allah ameweka katika Baitul Ma'mur inaingia malaika peke yake. Wewe unaonaje wewe? Unafika mahali unaingia mahali wote wale pale ni maraisi tu. Utasikia raha kiasi gani wewe? Umeingia mahali peke yako na wote wale pale ni maraisi. Unazungumza na wao bwana, piga na story. Unasikiaje? Kwa sababu gani? Alijenga duniani, Allah akamweka huko akhera. Sasa na sisi tukitaka akhera tuanze duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man bana masjidan lillah, mwenye kujenga msikiti kwa ajili ya Allah, bana Allahu lahu baitan fil janna, Mwenyezi Mungu humjengea jumba la kasri peponi.